Saa 12 kamili saa za Afrika Mashariki. Karibu katika matangazo ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ukiwa nami Sarafina Robi. Tulionayo katika Amka na BBC leo hii: baadhi ya raia wa Tanzania kutoka eneo la Nyanda za Juu kusini mwa nchi hiyo wameyakimbia makazi yao kufuatia vurugu zilizoibuka wakati wa uchaguzi mkuu nchini Tanzania. Wanamgambo wa kikosi cha Rapid Support Forces yani RSF wamekubali kusitisha vita ili kuruhusu misaada ya kibinadamu nchini Sudan. Na kwenye gumzo leo hii tunaangazia upi mustakabali wa Tanzania kisiasa na kijamii baada ya uchaguzi mkuu uliokumbwa na vurugu. Haya yaliyotokea yangeweza kaepukwa ikiwa pande zote zingeweza kutenda haki, kwa maana ya wale wenye kuhakikisha kwamba maoni ya wananchi yatasikilizwa. Lakini kwanza nampisha mwenzangu Karo Robi kusomea muhtasari wa habari za dunia. Karibu Karo. Shukran Sarafina. Wanamgambo wa kikosi maalum nchini Sudan wa Rapid Support Forces RSF wamesema wamekubali kusitisha vita ili kuruhusu misaada ya kibinadamu nchini humo. Hata hivyo, jeshi la Sudan halijakubaliana mapendekezo hayo yaliyowasilishwa na Marekani na nchi za Kiarabu. RSF pia imesema iko tayari kufanya mazungumzo kuhusu kukomesha uhasama kati yake na jeshi katika kuvimaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa zaidi ya miaka miwili. Tangazo hilo la RSF linakuja chini ya majuma mawili tangu wanamgambo hao kuudhibiti mji mkuu wa Darfur Kaskazini El Fasher. Wameshtumiwa kwa kufanya mauaji makubwa ya raia na unyanyasaji wa kingono. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Kigeni wa Marekani amesema wanazihimiza pande zote mbili zinazozozana Sudan kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limepiga kura kuondoa vikwazo dhidi ya Rais wa Syria Ahmed al-Sharaa. Azimio hilo liloandikwa na Marekani liliidhinishwa kuelekea mkutano kati ya Rais Donald Trump na Bwana al-Sharaa unaotarajiwa kufanyika katika ikulu ya White House Jumatatu ijayo. Waziri wa mambo ya ndani wa Syria pia ameondolewa vikwazo. Rais al-Sharaa aliwekewa vikwazo na Umoja wa Mataifa alipokuwa kiongozi wa kikosi cha wanamgambo cha HTS kilichokuwa na mafungamano na mtandao wa kigaidi wa Al-Qaeda miaka 9 iliyopita. Kikosi hicho cha HTS kilikuwa mstari wa mbele katika kumng'oa madarakani Rais wa Syria Bashar al-Assad mwaka jana. Rais wa Nigeria Bola Tinubu amewaeleza mawaziri wake mjini Abuja kuwa sharti waongeze juhudi za kukabiliana na ugaidi na uhalifu, wakati taifa hilo la magharibi mwa Afrika likikabiliwa na shinikizo la kimataifa kushughulikia masuala ya kiusalama. Kibarua kilicho mbele yetu ni kikubwa mno. Tunahusisha ulimwengu kidiplomasia na ninawahakikishia nyote kuwa tutaushinda sasa ugaidi. Defeat terrorism. Hiyo ndo kauli yake ya kwanza tangu Rais wa Marekani Donald Trump kutishia kuyatuma majeshi ya Marekani nchini Nigeria, kidai Wakristo wa Nigeria wanauawa na wanamgambo wenye misimamo mikali ya Kiislamu. Kwa muda mrefu Nigeria imekabiliwa na changamoto kubwa za kiusalama kaskazini mashariki mwa taifa hilo, ambako kundi la waasi la Boko Haram limesababisha mauaji makubwa. Na wabunge wa Marekani wamemwandikia Andrew Mountbatten Windsor, ndugu ya Mfalme Charles wa Uingereza, wakimtaka rasmi sasa kuhudhuria mahojiano ya kueleza uhusiano wake na Jeffrey Epstein aliyehukumiwa kwa makosa ya unyanyasaji mkubwa wa kingono. Waraka wa bunge la Marekani unamtaka Bwana Windsor, ambaye hivi karibuni alivuliwa cheo cha kifalme, kusaidia katika kuwatambua watu wengine walioshirikiana na marehemu Epstein katika sakata la unyanyasaji wa kingono. Hii ni BBC. Muhtasari wa habari za ulimwengu umesoma kwako na mwenzangu Karo Robi. Unasikiza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, tukikutangazia kwenye FM na redio ya shirika mbalimbali. Kwenye internet ni bbcswahili.com na katika Facebook ni BBC News Swahili. Hili uko nami Sarafina Robi. Vikosi vya Rapid Support Forces nchini Sudan vimesema vimekubali pendekezo la kusitishwa kwa mapigano katika vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo ili kuruhusu misaada ya kibinadamu. RSF ilisema pia wako tayari kwa mazungumzo kuhusu kusitisha uhasama, lakini jeshi la Sudan halijakubaliana na pendekezo hilo ambalo lilitolewa na Marekani na nchi za Kiarabu. Na Steha Mohamed na taarifa zaidi.
Tangazo la kundi hilo la waasi la RSF limetolewa chini ya wiki mbili baada ya kundi hilo kuchukua udhibiti wa mji wa Al-Fasher na kushutumiwa kutekeleza mauaji ya halaiki na unyanyasaji wa kijinsia. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Marekani alisema walizitaka pande zote mbili kusonga mbele kuelekea kwenye mapatano ya kibinadamu. Marekani inasema kwamba inafanya kila juhudi kuhakikisha kukomesha kwa mapigano nchini Sudan pamoja na mataifa yanayounga mkono pande hizo mbili. Kundi la RSF limesema kwamba limekubali pendekezo hilo la mapatano ya kibinadamu na kwamba lipo tayari kufanya mazungumzo kumaliza vita. Kundi hilo lilifanya tangazo hilo baada ya kupata udhibiti wa mji wa magharibi wa Al-Fasher kufuatia kuzingirwa kwa mji huo kwa miezi 18. Serikali ya Sudan inayoongozwa na jeshi bado haijajibu taarifa hiyo ya RSF. Mapema wiki hii, waziri wa ulinzi nchini Sudan aliushukuru utawala wa Trump kwa juhudi zake, lakini akasema vita dhidi ya kundi hilo vitaendelea. Afisa mwandamizi wa ubalozi wa Sudan mjini Nairobi, Mohamed Osman Akasha, ameambia BBC kwamba wanamgambo hao wanatakiwa kujisalimisha kabla ya jeshi kusitisha mapigano. Kile ambacho ninachojua ni kwamba serikali ya Sudan na watu wa Sudan wako na ari ya kuwashinda hawa waasi. Kuna kitu kimoja tu ambacho hawa waasi au jumuiya ya kimataifa inaweza kufanya, ni kuwapokonya silaha hawa waasi au kujisalimisha na wao kuwajibishwa. Wanamgambo hao wa RSF wamekuwa tayari kujihusisha na juhudi za awali za amani, lakini wakati wa kudhibiti mji wa Al-Fasher ambao waliuzingira, walizuia misaada ya kibinadamu kuingia katika mji huo licha ya ombi la mara kwa mara na Umoja wa Mataifa. Shirika moja la kimataifa la kutathmini masuala ya chakula limethibitisha uwepo wa ukame katika mji huo na ripoti za mauaji ya watu ambayo kundi hilo la waasi linakanusha. Baadhi ya raia wa Tanzania kutoka katika eneo la Nyanda za Juu kusini mwa nchi hiyo wameelezea kutoroka na kukimbia makwao ili kunusuru maisha yao kufuatia vurugu zilizoibuka baada ya maandamano siku ya uchaguzi nchini Tanzania. Katika maandamano hayo yaliyodumu kwa siku 3 kuanzia Oktoba 29 mwaka huu, siku ya uchaguzi, watu kadhaa wamepoteza maisha wakitaka mabadiliko mbalimbali ikiwemo mifumo ya uchaguzi na usimamizi wa haki. Kwa nini wanakimbia? BBC imezungumza na baadhi yao. Kwa sababu watu walioleta maafisa ambao yani kwa kweli wanaingia hadi majumbani. Kidogo pale mwaka Tunduma ametumwa tu, ni mtoto wa jirani ametumwa kwenda kununua maji, kwenda kuchota maji, amekutana na risasi, mtoto akafa. Kwa hiyo inabidi tukimbie, kwa usalama haupo. Kwa kweli usalama kwa haupo. Yaani waume vijana wanakimbia wanaenda milimani, yani hawaingii, wakinyumba ndio hiyo wanavunja, wanaingia ndani, walikuta unapigwa, mume wako yuko wapi, mimi unapigwa, mwanaume kwa kweli hali ilikuwa sio nzuri. Hali ilikuwa sio nzuri yani. Kwa hiyo inabidi tuanze kukimbia. Hali ilikuwa mbaya sana Tunduma. Ulikimbia wewe na nani? Na mimi nikakimbia. Mimi nilikimbia kivyangu, mume wangu naye kakimbia kivyake. Hauna familia, huna watoto? Umeacha nani nyumbani? Nimebaki, ndio hivyo tunawasiliana nao. Kwa sasa hizi ndio tunataka, kwa sababu wamesema kumetulia ndio tufanye mpango, nifanye mpango nirudi. Mume wangu naangalia mawasiliano si. Mume wako yuko wapi? Yeye sijajua. Hujampata katika mawasiliano? Watoto niliwaacha tu, nilivyoona hali ni mbaya na walikuwa hawana shida sana na watoto, walikuwa na shida tu na watu wazima. Nikakimbia maana mwanaume wangu naye akawa hayupo, ameshakimbia. Mimi nikakimbia, watoto nikawaacha kuona, maana nipo Mpika, tunalala stendi. Una matumaini ya kurejea lini nyumbani Tanzania? Nikitakapopata kama msaada kokote, hata wiki ijayo narudi kwa ajili ya kwenda kuangalia usalama wa watoto. Ila watoto niliwasiliana jirani na wenyewe walikimbia wakarudi, wanaendelea vizuri. Kwa hiyo unaishije sasa? Unasema uko stendi Mpika na watu, maana watu wanafanya biashara, wanalala hapa, mnaoga kwenye vyumba stendi hivyo, mnachukua mnatandika, mnalala. Tunachotaka amani irejee, kwa sababu watu saizi maisha tumeanza kukimbia, tumeanza kuwa wakimbizi kama Kongo. Tunachotaka amani irejee, kwa sababu kama yeye ana uchungu na watu wake hawezi kuruhusu watu wanauawa. Kwa tunachoomba amani, tunachopambania ni amani tu irejee. Mimi nilikuwa Iringa lakini nilikuwa naelekea Mbeya. Lakini nilipofika Mafinga tulizuiliwa pale na baadhi ya watu ambao walikuwa hawawezi kukimbia walikamatwa. Kwa hiyo nilipita kwenye mpaka wa Tanzania na Malawi kwenye mto unaitwa Mto Songwe. Nilivuka chini kwa sababu bahati nzuri mto ulikuwa umepungua, nikapita, kavuka kuingia ng'ambo. Ndio, kwa sasa niko Lusaka, niko jiji la Lusaka hapa Zambia. Kwa familia yangu inaendelea vizuri kwa kweli. Ila kwa baadhi ya watu wangu ambao nawafahamu, wengine walipoteza maisha, hasa wale wa Mbeya mjini. Unatarajia kukaa huko mpaka lini?
Huku natarajia kukaa huku Zambia kwa mwezi, takriban mwezi mpaka hali itakapotulia. Lakini serikali imetangaza kwamba hali ni shwari, watu wafunguliwe, maisha yaendelee. Kwa nini unataka kukaa mwezi mzima huko? Serikali inasema kwamba hali ni shwari, ni sawa, itakuwa shwari kwa maneno. Kwa mimi na kwa maono yangu naona bado haijawa na uhakika wa kiwango ambacho ingependa kiwe. Na sasa tuelekee kule Brazil ambapo viongozi wa dunia wamekusanyika nchini humo kwa ajili ya mkutano wa kilele wa Umoja wa Mataifa wa COP30, wakitoa wito wa kuchukuliwa hatua za haraka na madhubuti za kukabiliana na mzozo wa mabadiliko ya tabia nchi. Akihutubia wajumbe katika mji wa Belém, rais wa taifa hilo Luiz Inácio Lula da Silva alisema nafasi ya kuchukua hatua kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa inafungika. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alisisitiza kuwa wakati wa mazungumzo umekwisha na sasa ni wakati wa utekelezaji, akiongeza kuwa watu wengi sana wamepoteza matumaini kwamba viongozi wao wataweza kuchukua hatua. Victor Kenani na taarifa zaidi. Viongozi wa China, India na Marekani ambao huzalisha takriban nusu ya hewa chafu duniani hawahudhurii mazungumzo hayo. Vikao vya awali vinakusudia kufafanua mwelekeo wa kisiasa wa majadiliano kuhusu ufadhili na mpito wa nishati. Rais Donald Trump alikabiliwa na mashambulizi siku ya Alhamisi, huku viongozi wa dunia wakimshtumu kwa msimamo wake kuhusu mabadiliko ya tabia nchi kabla ya mkutano wa kimataifa wa COP30. Kiongozi huyo wa Marekani ambaye hakuhudhuria mkutano huo unaofanyika katika jiji la Belém lililoko eneo la Amazon aliitwa muongo na mpinga binadamu na kalaumiwa kwa kukataa sayansi ya mabadiliko ya hali ya hewa na kubatilisha sera muhimu za mazingira. Waziri Mkuu wa Uingereza Sir Keir Starmer alikiri kuwa makubaliano ya kisiasa kuhusu swala hilo yameanza kudhoofika. Alisema mabadiliko ya tabia nchi zamani yalikuwa jambo la umoja, lakini leo kwa bahati mbaya umoja huo umetoweka. Katika kipindi cha wiki mbili zijazo, nchi zitajaribu kujadiliana kuhusu makubaliano mapya ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kwa kuzingatia zaidi kuongeza ufadhili kwa ajili ya ulinzi wa misitu. Viongozi wengi wa mataifa makubwa duniani, India, Urusi, Marekani na China hawapo katika mkutano wa mwaka huu. Tusalie naye Victor Kenani kwa habari za michezo. Asante Sarafina. Tunaanza na tenis na Aryna Sabalenka alimshinda Coco Gauff kwa kishindo na kulipiza kisasi cha kipigo chake kwenye fainali ya French Open, huku akijihakikishia nafasi ya kucheza nusu fainali ya WTA Finals sambamba na Jessica Pegula. Sabalenka alianza kwa kusita-sita lakini akarejea kwa nguvu na kumshinda Marekani huyo kwa seti za 7-6, 7-5 na 6-2 na hivyo kuongoza kundi lake kwa rekodi ya 100% ya ushindi. Atakutana na Amanda Anisimova siku ya Ijumaa katika marudio ya fainali ya US Open ya mwezi Septemba ambapo Sabalenka wa Belarus alishinda, huku Pegula akitarajiwa kumenyana na Elena Rybakina. Kwenye mbio za magari ya langalanga, kampuni ya Aston Martin imeondoa angalau wafanyakazi 7 kutoka idara yake ya uchoraji wa magari ya Formula 1 kama sehemu ya mabadiliko ya kimfumo kabla ya msimu wa mwaka 2026. Miongoni mwa waliotoka ni Eric Blandin ambaye alihamia kutoka Mercedes kama naibu mkurugenzi wa kiufundi mwaka 2022. Baadhi ya wafanyakazi walioondolewa kwenye programu ya Formula 1 huenda wakaendelea kufanya kazi katika sehemu nyingine za kibiashara za michezo ya magari ya Aston Martin. Miongoni mwa sababu za mabadiliko hayo ni hitaji la kubaki ndani ya ukomo wa bajeti ya gharama uliowekwa na Formula 1, kwani mishahara ya wale wote wanaoshiriki kwenye usanifu wa magari huhesabiwa ndani ya bajeti hiyo isipokuwa watendaji watatu wanaolipwa zaidi. Tuelekee kwenye soka na klabu ya Ajax imemfuta kazi kocha wake John Heitinga chini ya miezi 6 tangu ajiunge na klabu hiyo akitokea Liverpool. Heitinga mwenye umri wa miaka 41 ameshinda mechi 5 pekee kati ya 11 za Eredivisie alizoongoza klabu hiyo ya Amsterdam ambayo kwa sasa iko na pointi 8 nyuma ya vinara Feyenoord. Ajax imepoteza mechi zote 4 za ligi ya mabingwa msimu huu, ikiwemo kichapo cha mabao 3-0 nyumbani dhidi ya Galatasaray siku ya Jumatano. Mchezaji huyo wa zamani wa Everton alikuwa msaidizi wa kocha Arne Slot msimu uliopita wakati Liverpool iliposhinda ligi kuu ya Uingereza. Na si yeye tu aliyepigwa kalamu. Shirikisho la soka la Tanzania TFF limemfuta kazi kocha wa timu ya taifa Hemed Suleiman mwezi mmoja tu kabla ya kuanza kwa fainali za kombe la mataifa ya Afrika AFCON zitakazofanyika nchini Morocco. Hemed amebadilishwa na Muargentina Miguel Gamondi ambaye atakuwa kocha wa muda wa Taifa Stars katika michuano hiyo itakayofanyika kuanzia Disemba tarehe 21 hadi Januari 18 kwa mujibu wa taarifa ya shirikisho hilo. Nitakomea spoti hapo kwa sasa. Shukran Sarafina.
Unasikiliza Amka na BBC. Taarifa kuu leo hii: baadhi ya raia wa Tanzania kutoka eneo la nyanda za juu kusini mwa nchi hiyo wameyakimbia makazi yao kufuatia vurugu zilizoibuka wakati wa uchaguzi mkuu nchini Tanzania. Wanamgambo wa kikosi cha Rapid Support Forces RSF wamekubali kusitisha vita ili kuruhusu misaada ya kibinadamu nchini humo. Na kwenye gumzo leo hii tunaangazia upi mustakabali wa Tanzania kisiasa na kijamii baada ya uchaguzi mkuu uliokumbwa na vurugu. Hii ni BBC. Bila shaka unaendelea kusikiza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, na nikipitia tu baadhi ya ujumbe wenu ambao upo katika mitandao yetu ya kijamii. Namuona Pastor Daniel Kakoli ambaye anasema anaisikiza BBC Swahili nikiwa Embakasi Pipeline Nairobi. Na vile vile akatoa kauli zake hapo kuhusiana na uongozi. Mwingine ni Elias Kimaro ambaye anasema Mwenyezi Mungu aweze kutusaidia sote. Mwanazanita mpole mvumilivu vile vile anasema Mungu aweze kutusaidia. Precious Johnson anasema nikiwa jijini Dar es Salaam Tanzania na wapata vyema. Sadik Hassan anasema tuko pamoja mpaka tamati ya matangazo. Sadik hapa kutoka Zenji. Hassan Dilanda na wengine ni Bundili, Vincent Bilinyi na wengine wengi. Tukisonga mbele ni kuwa waangalizi wa asasi mbalimbali wametoa ripoti kuhusu uchaguzi wa Tanzania na kuafikia tathmini kuwa haukukidhi kanuni na viwango vya demokrasia. Waangalizi wa Umoja wa Afrika walisema walishuhudia kanuni za uchaguzi zikikiukwa katika vituo kadhaa vya kupiga kura, ambapo baadhi ya wapiga kura walipatikana na zaidi ya karatasi moja ya kupiga kura. Lakini je, upi mustakabali wa Tanzania kisiasa na hata kijamii? Katika gumzo leo hii mwenzangu Roncliffe Odit alizungumza na wakili Onesmo Olengurumwa, mratibu wa kitaifa mtandao na watetezi wa haki za binadamu Tanzania, Mohamed Isa, mchambuzi wa kisiasa na diplomasia, na Elizabeth Adundo aliyekuwa mwangalizi wa uchaguzi Tanzania chini ya mwavuli wa Africa Liberal Network, ambaye kwanza anaelezea walichokiona kama waangalizi. Tukianza nianze na wewe Elizabeth. Ulikuwa Tanzania. Naam. Kwa mtizamo wako binafsi, kwa maneno machache tu, uchaguzi wa Tanzania ulikuwa vipi? Uchaguzi wa Tanzania haukuwa huru na haki. Kuanzia mwanzo, wakati wa uchaguzi, kisha uchaguzi ilipokwisha. Kama an observer, kuna vitu ambavyo vinafaa vifanyike ndio tuanze kazi. Ya kwanza kunafaa kuwe na mkutano between the observers na INEC. Ndio mnapewa rules, mnapewa vijitabu za rules and regulations. Lakini hiyo haikufanyika. So unapata wakati hiyo tuliona ilifanyiki, watazamaji wengi waliondoka Tanzania, walijua hapa kutachafuka. Siku ya kupiga kura kwenyewe, unapata kwamba kwa vituo vya kupiga kura kulikuwa na wanajeshi. Na kawaida ukiona wanajeshi mahali unajua kuna hali ya taharuki. So hiyo ilifanya wapiga kura wengi walikaa kando na kukuwa na watu kabisa. Kisha masaa 8 hivi kukakuwa na taharuki kabisa. Waandamanaji walikuja wakaribu vitu kwa vituo vya kupiga kura na tukapotea hivyo. Onesmo, wewe ni mwanasheria lakini pia wewe ni mtetezi wa haki za kibinadamu. Kwa tathmini yako, je, uchaguzi huu wa Tanzania ulikidhi vigezo vya demokrasia huru? Uchaguzi huu bahati nzuri ni kwamba sisi kama Watanzania, lakini sisi kama taasisi za haki za binadamu kwa muda mrefu, takriban miezi 5 kabla uchaguzi huu, tulianza kuelezea wasiwasi wa namna uchaguzi huu utakavyokwenda, na tukaelezea namna gani tunapaswa kufanyia kazi mambo mengi ya msingi kabla ya kuelekea kwenye uchaguzi huo. Na mambo ambayo tulizingatia ambayo sasa yanafanya uchaguzi huu usiwe na sura ya kidemokrasia, tukitambua kwamba kwa mujibu wa katiba yetu Tanzania ni nchi ya kidemokrasia ambayo inapaswa kuendesha chaguzi zake zenye sura ya mfumo wa vyama vingi. Kwa hiyo tukaona hizi dalili, tukashauri serikali, tukashauri nchi kwa ujumla kwamba ni vyema kabla ya kwenda kwenye uchaguzi huu kuna mambo kadhaa ya kufanya. Kwanza ni maboresho ya msingi ambayo yalipaswa kufanyika. Lakini la pili, jambo ambalo lilikuwa la msingi sana ambalo limetufikisha hapa tulipo, ni swala la taifa kugawanyika, manunguniko, malalamiko mengi ya wananchi, taasisi mbalimbali ikiwemo vyama vya upinzani. Tukazani kwamba ilikuwa ni vyema kama taifa kukutana kwa pamoja na kutengeneza majadiliano ya kitaifa na muafaka wa kitaifa kuelekea kwenye uchaguzi huu, ili kuepuka yale ambayo yamejitokeza, lakini pia ili kutengeneza uchaguzi ambao ni wa huru, haki, lakini pia una sura zote za kidemokrasia ambayo pia ni msingi kabisa wa kikatiba, kwa sababu taifa letu toka mwaka 1995 tulianza kuendesha chaguzi za mfumo wa vyama vingi. Kwa hiyo mwaka huu dalili zote za kwamba hatukuwa na mfumo ambao hatutaweza kuwa na chaguzi ambazo zina mfumo wa vyama vingi
nyingi tuliziona, kwa hiyo tukaeleza mapema. Sasa hayo hayakufanyika. Kwa hiyo kwa ujumla, kama uchaguzi uliendeshwa bila kuzingatia yale ambayo tuliyasema, kwa ujumla ni kwamba uchaguzi haukuwa na sura ya kidemokrasia, kwa sababu mambo ambayo yalipaswa kuzingatiwa hayakufanyiwa kazi. Mohamed Issa, kwa mtizamo wako, yote yaliyofanyika kipindi hiki cha uchaguzi, kuanzia kampeni mpaka baada ya uchaguzi, yanatoa taswira gani kuhusu demokrasia nchini Tanzania? Demokrasia kama mfumo ambao unatakiwa ujengwe kwenye misingi iliyo imara, nadhani yaliyotokea yote yanaonyesha tu kwamba kama nchi, mfumo wa demokrasia Tanzania haujajengeka katika misingi imara, kuanzia kwenye katiba ya nchi, lakini kwenda mpaka kwenye vile vinavyopelekezea uchaguzi uweze kuondokana na lawama na manunguniko yaliyopo. Na haya si mambo yanazungumzwa leo tu, yalizungumzwa toka wakati wa tume ya marehemu Jaji Nyalali iliyopelekezea kuelekea kwenye mfumo wa vyama vingi, lakini pia na kwenye tume nyingine zilizofuatia, kwamba ili nchi ingie kwenye mfumo huu kulitakiwa kuwa na maandalizi makubwa sana. Kwa hiyo kilichotokea kinaonyesha kwamba maandalizi ya kwenda kwenye mfumo wa demokrasia hayakufanyika ipasavyo, na kwa hivyo kama taifa tunatakiwa kujitathmini na kuona kwamba yale ambayo hayajafanyika yaweze kufanyika. Nirudi kwako Elizabeth, mlipokuwa pale kama waangalizi, ni changamoto gani ambazo zilikuwa kabla ya siku ya kupiga kura, ambazo mnaweza kupasema kwamba kulikuwa na kitu kimoja, cha pili, cha tatu ambacho kilionekana kwamba ni tatizo? Changamoto ya kwanza ilikuwa ni mawasiliano. Hakukuwa na njia mwafaka wa kuwasiliana hata na vyombo vya habari. Hakukuwa napata any information kwa vyombo vya habari, na pia kwa mitandao za kijamii. Yote yalikuwa regulated to some extent. Unavyoona hivyo unajua kwamba mambo yatakuwa mazuri. So hiyo ndio ilikuwa changamoto ya kwanza. Changamoto ya pili ilikuwa ni hakukuwa na mtu yule unaweza sema ndapata information kwake. Nikitaka kukuulizia jambo ama swali, kunakuwa na ule contact person. Hiyo kufanyika nchini Tanzania. Ya ingine pia tuliona before tuende ilikuwa ni issue ya kupewa accreditation. Tuliteseka mno. Accreditation ilikuja siku 2 ndio waende kwa uchaguzi. So hiyo inafanya waangalizi wengi hawakufika sababu ya hiyo. Mohamed Issa, kwa mtizamo wako, kwa sababu wewe umefuatilia uchaguzi huu kama mtu binafsi, kuna uwezekano wa mageuzi ya kikatiba, kisiasa kutokana na shinikizo na hususan baada ya matukio ya hivi karibuni Tanzania? Bali na yaliyotokea, lakini tumeona sura na picha za baadhi ya mataifa, baadhi ya vyombo vya habari, baadhi ya watu binafsi, baadhi ya jumuiya na taasisi ambazo zimekuwa kama zitakii kheri Tanzania kwa kufurahia yale yaliyotokea badala ya kusikitika. Kwa mfano, yaliyotokea kweli yanaumiza, watu wameumia, watu wameuawa, lakini inaangaliwa upande mmoja tu, kwa mfano wa serikali. Upande wa pili wa wale waliokuwa wakichochea kutoka nje ya Tanzania kupitia mitandao ya kijamii, na ndicho kitu kilichopelekezea serikali kuzima mitandao ya kijamii, ilitumika takriban miezi ikihamasisha Watanzania kujiandaa kwenda kwenye kupinga uchaguzi, kujiandaa kwenda kuvuruga uchaguzi. Haya yaliyotokea yangeweza kaepukwa ikiwa pande zote zingeweza kutenda haki, kwa maana ya wale wenye kuhakikisha kwamba maoni ya wananchi yatasikilizwa, kwa maana ya wale ambao watatoa maoni yao wasitumie mashinikizo, wasitumie uchochezi, wakatumia kauli za kujenga badala ya kubomoa, yangeweza yakaepukika. Lakini tuliona kinyume kabisa na mambo hayo, watu wakiwa nje ya nchi na wakijitapa hata baada ya vurugu kwamba tunaweza kurudia tena kwa namna nyingine kuleta vurugu. Kwa hivyo ni failure ya pande nyingi mno, pande ya mfumo na upande wa wananchi na hata wale ambao wangetakiwa kuwa wadau wa kuhakikisha hili lilotokea halitokei. Mohamed Issa, unataja tu kwamba kuna watu kutoka nje ya nchi waliokuwa wakishinikiza. Ili swali nitalipeleka kwako Onesmo, kwa sababu ni matamshi ambayo tumeyasikia sana, watu wakisema kwamba watu walichochewa. Lakini kuna baadhi wanaoji kwamba hata kama watu walienda kuandamana ni haki yao ya kidemokrasia. Kisheria hilo mnalitazama vipi Onesmo? Kuandamana kwa mujibu wa katiba na standards za kimataifa za masuala ya haki za binadamu, protest au kuandamana ni swala la kikatiba. Kuandamana kwa amani kwa kufuata taratibu ni swala la kikatiba, na hilo liko kabisa moja kwa moja. Ni swala ambalo tulisisitiza kwamba maandamano ya wananchi ni swala la kikatiba.
Na niseme tu kwamba wananchi walikuwa na malalamiko muda mrefu, na ndio maana sisi tulikuwa tunasisitiza kwamba ni vyema wananchi wakasikilizwa, malalamiko yao yakafanywa kazi kabla ya uchaguzi. Tulionya sana na kushauri sana kwamba sio vyema kwenda kwenye uchaguzi wakati wananchi walikuwa na malalamiko. Tungeweza kuyazuia maandamano hayo kama tungekaa chini kama taifa, tukawasikiliza wananchi na hoja zao na kufanyia kazi. Nadhani hilo lingekuwa la msingi, lakini kwa ujumla tuseme tu kwamba wananchi kwa ujumla wamekuwa na vilio vya muda mrefu, na masuala ya uchaguzi, masuala ya utekaji yamekuwa ni muda mrefu, watu kulalamikia mifumo ya uchaguzi, kulalamikia masuala ya haki za binadamu. Kuna watu ambao ndugu zao wametekwa, wamepotea, wazazi wao, watoto wao hawajui wapo. Kwa hiyo kulikuwa kuna vilio vingi ndani ya Watanzania. Watanzania walikuwa na manunguniko mengi ambayo si tulizani tiba ilikuwa ni kurudi katika meza ya pamoja na kutengeneza mwafaka wa taifa na kutoa majawabu ya changamoto ambazo Watanzania walikuwa wanazililia. Kwa kweli kama haya yangesikilizwa, tusingeweza kufika hatua hii ambayo tumepoteza maisha ya Watanzania wengi, na sisi tunaendelea kutoa pole kwa mamia ya vijana ambao wamepotea na wengine wamejeruhiwa wakati wakilalamikia ukiukwaji wa haki zao za raia, lakini pia mifumo ya uchaguzi. Elizabeth, kwa mtizamo wako, haya yote yaliyofanyika yangeweza kuepukika? Ndiyo, yangeweza kuepukika. Tokea mwaka jana kumekuwa na maneno mengi sana Tanzania. Kwanza kushikwa kwa Tundu Lissu na kiongozi wa ACT Wazalendo Bwana Luhaga. Hayo yote yangekuwa yameshaongelewa. Even kuwatoa kwenye upigaji wa kura kama candidates, that in itself was going to cause chaos, because hawa watu ni watu wana ufuasi ukubwa kwa kusema kweli. So ukiwatoa kwenye hizo manjia ndio wasikue contestants, hiyo ingeleta shida. Na Luhaga Mpina aliweza kuenguliwa kama mgombea wa urais. Tundu Lissu ndio yuko jela kwa makosa ya uhaini. Mohamed Issa, hii ilikuwa na athari gani? Na je, kuna njia yoyote ambayo ingeweza kuzuia mambo haya tuliyoshuhudia? Ron, unajua kuna suala la haki ya mtu ya kuandamana, haki ya kujieleza na haki nyingine kama wanavyozungumza wataalamu wetu wa sheria. Lakini tunachosahau ni kwamba haki yako inapoanzia ndipo ya mwingine inapoishia. Kwa mujibu wa sheria za kimataifa, International Covenant on Civil and Political Rights, yani haki, mkataba wa kimataifa wa haki za kiraia na za kisiasa, kifungu cha 19 kinaeleza haki ya uhuru wa maoni na kujieleza, lakini kinaeleza ukomo wa haki ya maoni na uhuru wa kujieleza, kwamba unaweza uhuru na maoni ya mtu yakazuiliwa na serikali ya nchi husika ikiwa kuna sababu za kulinda usalama, sababu za kulinda utulivu wa jamii, sababu za kuzuia kuwepo na vurugu na chuki. Hiki ni fungu cha 19 cha mkataba wa kimataifa. Sasa pale inapozungumzwa watu wana haki kweli ya kujieleza, ya kuandamana, ya kufanya nini. Kilichotokea wakati wa uchaguzi hayakuwa maandamano. Kilichotokea wakati wa uchaguzi ilikuwa ni vurugu. Uwezo kusema nimeandamana, nimevunja kituo cha mwendo kasi, nimeandamana, nimechoma ofisi ya serikali, nimeandamana, nimechoma magari ya serikali, nimevunja biashara za watu binafsi. Haya mambo haya yametengenezwa na uchochezi wa kuchochea, lakini pia kama nilivyosema, mfumo wenyewe wa kidemokrasia wa nchi zetu nyingi za Afrika haukuandaliwa kujumuisha mawazo ya watu wengi, na hata kutofautiana kwa mawazo kukawa na uvumilivu. Lakini wanapatikana wanaotumia fursa hii. Kwa mfano, palitangazwa mapema kwamba mwaka huu hali ya uchaguzi hatutoachia ufanyike uchaguzi. Tayari hivi ni vitisho. Sasa kama unataka kusikilizwa na serikali na unakuja kwa lugha ya vitisho, sidhani kama kuna serikali duniani inasikilizaga lugha ya vitisho. Kwa hiyo kuna mambo mengi yangeepukika kama pande zote, upande wa serikali, upande wanaodai haki, ungeweza kwenda mbele. Naam, huyo ni Mohamed Issa, mchambuzi wa kisiasa na diplomasia, pamoja na wengine wakili Onesmo Olengurumwa na Elizabeth Adundo katika gumzo wakizungumza na mwenzangu Ron Clifford It. Kumbuka vile vile msikilizaji, kuna taarifa zaidi kwenye tovuti ya BBC Swahili, hasa kuhusiana na hali ya Tanzania ilivyo baada ya uchaguzi. Na kufikia hapo hatuna la ziada.